kama ilivyopangwa. Nachukua nafasi hii kuwaomba viongozi na watendaji wa elimu muwe mabalozi wa kueleza na kufafanua dhana ya utoaji wa elimu bila ada katika maeneo yenu ili kila mdau aelewe na kutekeleza kikamilifu. Aidha, idara ya elimu sekondari na elimu msingi ziweke utaratibu wa kutoa elimu na ufafanuzi wa elimu bila ada kwa bodi, kamati za shule, walimu na jamii kupitia serikali za mitaa na serikali za vijiji. Ndugu washiriki, kwa upande wa miundombinu, serikali imeendelea na mkakati wa ujenzi wa shule mpya, ukarabati wa shule, ujenzi wa madarasa, matundu ya vyoo, mabweni, maabara ya sayansi, maktaba, nyumba na vituo vya walimu kupitia mpango wa kuboresha elimu msingi, tumezoea kusema boost, na mpango wa kuboresha elimu ya sekondari nchini kupitia mradi wa SEQUIP. Kwa pamoja, miradi hiyo imetoa kiasi cha shilingi bilioni 116,848,375,779 na senti 68. Aidha, serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 59.7 kama nilivyosema, fedha za ruzuku ya uendeshaji wa shule na posho ya madaraka kwa maafisa na wakuu wa shule za msingi na sekondari. Wote tumemsikia afisa elimu akiwa anatoa taarifa hapa, lakini tumemsikia mwakilishi wa Wizara ya Elimu, naibu katibu mkuu, akieleza mambo makubwa ambayo yametokea, na mkoa wa Dodoma nafahamu pia yamejitokeza. Shule za wasichana zipo, shule bora zipo, shule ya wavulana inaendelea na ujenzi, pamoja na mambo mengine. Ndugu washiriki, katika kuboresha miundombinu ya usafiri, serikali ya awamu ya 6 imetoa vyombo vya usafiri kwa viongozi, wasimamizi wa elimu kata wamepewa pikipiki, halmashauri, mkoa pamoja na wadhibiti ubora wa shule, ambapo maafisa elimu kata wote wamepewa pikipiki, maafisa elimu wa halmashauri wa msingi na sekondari na mikoa wote wamekabidhiwa jumla ya magari 394 kwa ajili ya shughuli ya ufuatiliaji na usimamizi wa elimu nchini. Jamani, wamepewa magari, sio baskeli. Kwa upande wa teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuboresha mazingira ya kujifunzia na ufundishaji kwa kutumia TEHAMA, ambapo vituo vya walimu na shule teule zimepatiwa vifaa vya TEHAMA kwa ajili ya mafunzo kwa walimu. Pia serikali imezindua mfumo wa ufundishaji kwa kutumia ufundishaji wa moja kwa moja, yani ufundishaji mbashara, au kwa Kigogo tunasema live teaching, kwa kutumia madarasa janja.